Habari Mwafrika, karibu katika safari ya dakika 10 ni kujuze vitu kadha wa kadha vinavyokuwa vinajili ndani ya bara letu la Afrika. Na leo tupo nchini Tanzania tukiangazia sakata la utengenezaji wa katiba mpya. Mwenyeji wako ni mimi Janet Malo, ikiwa siku ni Alhamisi ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2015. Nikukaribishe kwa moyo mkunjufu njegera nikimaanisha karibu, bila kusahau washiriki wa kipindi hiki cha Kaya Mwafrika. Kama ndo kwanza unafungua channel yako, kipindi hewani ni Kaya Mwafrika. Asante kwa kuchagua kipindi cha Kaya Mwafrika kuwa kipindi pendwa kwa wakati huu. Tuanze kwa kuangalia swala liloshika hatamu nchini Tanzania. Hivi sasa mchakato wa kutengeneza katiba mpya, kitendo kilichozua gumzo kubwa katika nchi hii ya legendari JK Nyerere. Mchakato wa kuandaa katiba mpya ulioanza mwaka 2012 chini ya Jaji Warioba hadi sasa umebaki kuwa kizungumkuti kwa Watanzania wengi, kwani kumekuwa na hali ya kutokuelewana kwa wabunge wa vyama tawala na wale wa vyama pinzani waliojitwika jina la Ukawa. Hadi sasa baadhi ya wananchi hawafahamu nini hitimisho la mchakato huo, kwani wabunge wa vyama pinzani wamefikia hatua ya kutokuingia bungeni kwa sababu zao binafsi, wakidai kuwa wabunge wa vyama vya CCM wamekuwa wakifanya mambo kinyume na katiba inavyotaka. Mimi na wewe Mtanzania mwenzangu hatujajua lini tutapata mwafaka wake. Rahasha. Tusubiri mpaka uchaguzi utakapofanyika mwaka huu ndipo rais mpya atakapopatikana na aanze upya mchakato huo. Mimi sidhani kama muasisi wa nchi hii JK Nyerere katika kitabu chake cha Rise for Democracy alisema, rais asiyeweza kutetea katiba na kuifanyia kazi kwa muda muafaka, huyo hatufai kabisa. Mimi sidhani kama JK wa pili, nikimaanisha Jakaya Kikwete, hawezi kulishikia kidete hili swala. Haya ni mawazo ama fikra zangu mimi.